الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، naendelea na maelezo ya aya 18 ya sura al-Hajj. A'udhu billahi minash shaitani rajim. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Taban, aya kama hizi za kuwajulisha watu nini makusudio ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, au nini anachokitaka Mola kwa waja wake, kwamba msujudie yeye kama vitu vyote vingine wanamsujudia. Na bila shaka inakuwa katika masala ya majadiliano baina ya Waislamu na washirikina yanakuja mambo kama haya. Mushirikina wanataka kufahamishwa zaidi namna gani utukufu wake Mola, hata kastahiki kusujudiwa na kutakaswa kwa kila njia. Kwa hivyo kuthibitisha kwa washirikina ya kwamba huwa Allah huwa al-ma'bud وحده, yeye ndio kuabudiwa peke yake. Walmaabudu bilhaq innahu Allah, ni yeye. Wa anna kulli shay fi alkawn, kila kitu katika universe, katika ulimwengu unamsujudia yeye. Na tunazungumza masala ya sujud, kuna sujudan sujud الشرعي, سجود الشرعية na sujud lughawiyya kilugha. Sujud shar'i ni ile kuanguka kwa viungo saba, kupega kipaji chako katika ardhi, hiyo ndio sujudu kwa binadamu. Hiyo ndio sujud nini shar'i. Lakini sujud ya pili ni sujud lughawi kilugha. Na maana sujud maanake nini? Maanake al-khudhu' wal-inqiyad wal-dhul, kujidhalilisha na kujitiisha kwa mtiifu na unyenyekevu, total submission to Allah. Allah ndiye anastahili kunini kusalim amri yako kwake, total obedience, unasema unyenyekevu wa hali ya kamil kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kuna sujud shar'i na sujud lughawi. Sujud bi maana unyenyekevu, kunyenyekea na kutii maamrisho yote ya Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo ilipokuja aya ya 15 katika sura al-Ra'd, inasema sura hii, inasema aya hii inasema walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum, siwatu hata vivuli vyao, bilghuduwi wal asal, asubuhi kwa jioni. Hapa namna gani nilipotunguliza lillahi yasjudu, wanamsujudia Allah. Allah ndiye wao wanamsujudia kila kitu. Na aliposema man fi samawati wal ardi, vilivyokuwemo katika mbingu zote na katika ardhi. Na hii taw'an au karhan, wakitaka wasitake, kwa kutii au kwa nini, kwa nguvu, kwa kukirihishwa. Karhan maana kwa kulazimishwa. Viumbe vyote wasa qala ta'atina ta'i'in, sisi hatutaki ugomvi na Mola wetu aliyetuumba.
viumbe asiokuwa binadamu, viumbe vingine kama ilivyokuja katika aya nyingine kwamba katika sura Fussilat, katika aya za mwanzo wakati Mwenyezi Mungu toke anaumba ardhi alafu akaumba mbingu, hapo ndipo alipo nini, alipoelekea mbingu. Thumma stawa, aya inasema ni katika Fussilat, thumma stawa, ikisha kavielekea. Thumma stawa ila samaa, akaielekea mbingu. Wa hiya dukhanun, na hii iko katika hali ndo kwanza ya moshi, dukhan. From the beginning of the creation, toka mwanzo kuumbwa viumbe vyote, kabla binadamu, kabla kila kitu, Mwenyezi Mungu ameshadeclare kwamba lazima asujudiwe na lazima atiiwe, watu viumbe vyote vimnyenyekee yeye, kaviamrisha from that time. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها, wakati katika hali ya moshi ndo kwanza katika stages ya nini, kukua kwa mbingu, imechukua time. Kila kitu hakijaa mara moja, ingawaje Mwenyezi Mungu anaweza kusema kun fayakun, lakini hatupa darasa sisi kwamba kila kitu nataka kiandaliwe, kiandaliwe kwa mpaka kimalizike, inachukua muda. Kwa hivyo unapokuja aya kama hii katika sura Fussilat, thumma stawa ila samai, ikisha kaelekea mbingu, wa hiya dukhanun, na ikiwa katika hali ya dukhan, moshi, smoke bado, faqala laha, akaiambia, wakati anaiumba bado, faqala laha walil ardh. Baada kwanza imetajwa aya katika kuumbwa kwa ardhi kwa siku 4, na kutiwa kila kitu, chakula chake, mito yake, kila kitu, miti. Alafu baadaye kisha kwa 4 ayyam, alafu baadaye ikaja suma qadahunna ila akhir aya. Lakini unapokuja kuikabili na kuelekea thumma stawa ila sama, akaviambia sasa, pamoja na ardhi ambalo kisha anaumba hii na hii pamoja, alafu anasema nini, thumma faqala laha walil ardi i'tiya, hatusemi i'tiya iko naanza pale, thumma faqala laha walil ardi i'tiya, lazima uchanganye. Kama utasimama basi unataka useme faqala laha walil ardi i'tiya, i'tiya, somaji wake. Mfano utakuwa katika Ahqaf aya 4 pia, am lahum shirkun fi samawati ituni bikitabin min qabli hadha, am lahum shirkun fi samawati ituni, kichanganya fi samawati ituni bikitabin min qabli hadha. Lakini ukisimama am lahum shirkun, wanashirikiana katika mbingu yeye na Mwenyezi Mungu, wao na Mwenyezi Mungu, la abadan, washirikina hana chochote. Am lahum shirkun fi samawati, ikiwa ni hivyo kweli nataka uthibitisho, ituni bikitabi min qabliha, ituni. Kwa hivyo unapokuja ukianza neno hilo unasema ituni, lakini hasa ituni. Kwa hivyo aya hii, faqala laha walil ardi i'tiya, faqala laha walil ardi i'tiya tawan au karha, utakuja kwa kutii au kwa kulazimishwa. Qalata hii muannath muthanna, qalata vimesema vyote viwili, mbingu zimesema na nini na ardhi imesema. Qalata ataina ta'iin, salim amri, ataina ta'iin, ndio amana. Je, mtabeba amana? Anajua uzito wa amana. Jibali wa ardhi amekataa kubeba milima, akasema la, hatuwezi. Fa abaina an yahmilaha wa hamala al-insan innahu kana dhaluma jahula. Kwa hivyo ukitazama aya kama hii kwamba Mwenyezi Mungu ameviamrisha, na hii dalili ya kuonesha kwamba sujud ina umuhimu wake, ikiwa sujud shar'i, na hiyo kusujudu ala sab'ati ala 7 a'dha, viungo 7,
kipaji, mikono miwili, magoti mawili, vidole vya miguu, sehemu 7. Na hii ni sijida nini ala? Lakini kwa sababu hii ni sujudi ya binadamu, lakini sujudi hasa kwa vitu vingine inaweza kaleta maana sujud lughawi, bimaana al-khudhu wal-inqiyad wal-dhul, unyenyekevu, total submission and obedience, kama tulivyosema mwanzo. Kwa hivyo hapa inakuwa kitu kama aya tulisoma ya Ra'd, hii ni zote mbili, sujudi ya hay'a ya kusujudu na nini, na sujudi ya nini, ya unyenyekevu na kutii amri. Musakharun min ajli, imeamrishwa kila kitu kifanye kazi, ikiwa jua, ikiwa mwezi, ikiwa nyota, ikiwa bahari, ikiwa maji, ikiwa upepo, ikiwa sawa. Kwa hivyo hapa ndio kuja hiyo, walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluha wa dhilaluhum, na vivuli vyao bilghudui wal asal, yani inaonyesha time zote, asubuhi kwa jioni, bilghudui wal asal. Jana katika kuzungumza kwamba namna gani Nabii Suleiman aliposikia an-namla, dudu chungu, kidudu chungu, akiwaambia wenziwe udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa junudu wa hum la yash'urun, fatabassama, akatabassam na huko akicheka, dhahika, akamwomba Mwenyezi Mungu. Dua tumeeleza jana, si mbaya kusema tena leo ili tukumbushane kwa dua hii, na sisi tuige jamani, kila siku mtu asikose alao mara 2 asubuhi na jioni. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardhahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Hii aya katika aya 18 19 sura an-Naml, kuhusu kisa cha Nabii Suleiman na jeshi lake. Lakini pia aya kama hii tumeona aya 15 katika sura Ahqaf. Hivyo hivyo Mwenyezi Mungu anatufundisha mwenyewe, hata idha balagha shudda wa balagha 40 sana, anafika ujanani na nguvu zake, akafika miaka 40, qala ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, nipe fursa, niwezeshe niweze kushukuru neema yako juu yangu mie, wa an amala salihan, na nipe fursa na uwezo wa kufanya mema, tardhaa, zenye kukuridhisha, wa aslih li fi dhurriyyati, na nitengeze. Hapa imeongezeka aslih fi dhurriyyati, nitengenezee dhuria yangu na wao wenye kukuabudu wewe na kupata radhi zako. Wa aslih fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, nimetubu kwako na nimesalim amri kwako. Sasa kwa hivyo hapa tunaona namna gani Suleiman amesikia lugha hii. Ina maana kwamba viumbe vyote vinazo njia vya kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumsujudia na kumtakasa, at-tasbih. Tazama tuposoma katika aya ngapi, si 10 ngapi, 15 katika sura 7. Sura 7 inasema nini? Inasema walaqad atayna Dauda minna fadla, walaqad atayna Dauda minna, na kwa hakika tumempa Daudi kutoka kwetu sisi. Hii minna hii inaonyesha adhamatullah, tukufu wake. Fadla, tumempa fadhila nyingi, tumempa nini nasema great privilege, tumempa grace. Wacha jamani, watu wanaosikiza walikuwa uzunguni huko, na wao wapate sehemu yao portion yao ya nini, ya kuweza kufahamu hizi aya zaidi, kwa sababu hizi aya zinakwenda sehemu nyingi sana ulimwenguni. Kwa hivyo wacha na wao wapate kufahamu baadhi yao. Kwa hivyo katika kuglorify, kwa kumtukuza na kumtakasa Mwenyezi Mungu, aya inasema nini katika hii sura 7? walaqad atayna Dauda minna fadlan ya jibalu, commanding milima inapo amri, ya jibalu, enyi milima, awibi ma'ahu, awibi ma'ahu, na nyinyi pia inakuja sigha muannath, awibi, bali vitu muannath kwa wingi, yani na vitu visokuwa na uhai. Kwa hivyo awibi ma'ahu, sio nyinyi tu, wataira pia, na nyinyi ndege pia, igeni, fuatilieni. Ndio kama wanavyosema kwa kizungu echo,
muitoe nini sauti yenu, au rejesheni, igeni, leteni kama ile chorus inapokuja kanini, una echo au wibi maahu, na nyie leteni, fatisheni, muwe mtukuze Mwenyezi Mungu na kumtakasa wakati yeye anasoma mazamir, anaposoma nini kitabu chake Zabur aliyopewa na Mwenyezi Mungu Daudi. Kwa hivyo ndani yake mna tasbihi na kuna dua na kuna kumtukuza Mwenyezi Mungu na kuna mengi haya. Kwa hivyo inaamrishwa milima jamad visiokuwa na uhai, lakini vinaamrishwa vimsabih Mwenyezi Mungu. Hawibi maahu watair, pamoja na ndege. Sasa hapa ndo utajua kwamba katika kitabu cha Daudi na dhikri nyingi sana na ibada, mara nyingi utaona namna gani Biblia imetaja zaidi katika kitabu cha Daudi, wanaita Psalms of David, PSALM, Psalms P, lakini pia haitajwi Psalms of David. Hiyo ndio inaitwa nini, Zaburi yenyewe, kitabu chake. Na nyimbo za ndani, au ndio nyimbo wanaita nyimbo kama Biblia, lakini Qur'ani inasema echo, yani repeat kama anavyosema Daudi, na nyinyi milima na nyinyi ndege pia echo. Hizo wanaziita hymn kwa Kizungu, HYMN, hymn, au kwa Kiarabu inaitwa nini, taranim. Lakini ukizama zote ni ibada, kutukuza Mwenyezi Mungu, kumsabih na kumstaghfir, na yote yamo tele kwa wingi katika kitabu cha Daudi. Hata tunapokuwa Abu Musa al-Ash'ari alipokuwa anasoma Qur'ani na Mtume sallallahu alayhi wasallam anamsikiliza, siku ya pili Abu Musa akaambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, anaambia siku ya pili Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomkuta Abu Musa anaambia lau raaitani wa ana astami'u, lau ungenisikiliza wala ungeniona na mimi nasikiliza, liqiraatika, kisomaji chako ulikuwa kisoma ya Abu Musa al-Ash'ari. lau raaitani wa ana astami'u liqiraatika albariha, jana alikuwa kisoma laqad utita. Sasa hii comment ya Mtume sasa, laqad utita mizmaran min mazamir al-Daud, sio zumari ile kupiga lena alaka, lakini sauti sio. Laqad utita mizmaran, na unasema mizmar yuqsadu bihi as-sawt al-hasan al-jamil, sauti nzuri inopendeza kabisa, wa nagham al-azb, na nini nagham, sauti ya wepesi kabisa ndani yake. Rasulullah kwa kisikiza, yareti ingekuwa najua ningelifanya nzuri zaidi. Na Nabii Daudi alikuwa akisifika sana kwa sauti yake ilikuwa nzuri, kama uzuri wa Jamal Yusuf na sauti nzuri ya Daudi. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anapiga mfano mizmar, bi maana sauti nzuri, na kwamba Daudi huwa Nabiiullah Daud alayhi salam, yeye alikuwa sana akijulikana bisauti nini ashajii alladhi kana yusabbihu bihi wa yurattilu kitab az-Zabur, akisabih kwa sauti yake na akisoma kitabu cha Zabur. Hata anna at-tayra wal jibal kanat tusabbihu ma'ahu, at-tayr, ndege na milima ilikuwa kimsabihu pamoja naye. Wal ma'na al-'am, ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yamdahu, anaisifu nini, yamdahu sawt Abu Musa al-Ash'ari ويشبه جمال قراءته, na kishabihisha uzuri wa usomaji wake bijamal sauti Daud alayhi salam. Na tupoikuta kama aya yenye kusema nini, tusabbihu lahu, katanguliza tasbih, walillahi yasjud lahu. Hapa ni tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardh, mbingu saba na ardhi vinamsabih yeye. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u, sawa, wal ardh,
alafu inakuja waman fihinna, na vilivyokuwemo na waliokuwemo ndani yake, minal malaika, na viumbe vingine ambao tusizovijua, waman fihinna wote. Halafu anakamilisha aya nasema wa in min shay'in, hakuna chochote illa yusabbihu bihamdihi, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, hakuna chochote isipokuwa kinamsabihi kwa kumsifu, athanaa lahu, kwa kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, nyinyi hamjui namna gani kusabihi kwake, kila mmoja na njia yake. Wewe binadamu kumsabihi na kumsujudia unajua namna gani kusujudu kwa viungo 7. Taibu kitu ambacho kilichoumbwa kama duara, kama mpira, kichwa chake kiko wapi cha kusujudu kama usujudu? Kwa hivyo kila mmoja ana namna yake, kila mmoja ana namna yake. Walakin la tafqahuna. Kama unavyokuja katika surati Nur tunasoma aya inasema alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fi samawati wal ard. Alam tara ya Muhammad, alam ta'lam, hamjui ya Muhammad, hujui ya kwamba ukitazama tasbihi ziko nyingi sana, na namna gani kuwafahamisha viumbe kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anastahili kusabihiwa na kutakaswa, na tasbihi wa sujudi zinawekwa maqam wahid, yenye maana moja. Katika surati Nur 41 hii alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fi samawati wal ard, wat-tayru, halafu umetajwa ndege pia, wat-tayru safat, na ndege wamenyosha mbawa zao, wamekunjua mbawa zao, wat-tayru safat. Halafu asema kullun, kila katika viumbe. Anafahamisha binadamu, usione viumbe vinakwenda vikirudi, ndege vinapiga kelele. Kullun qad alima salatahu wa tasbiha, kila kimoja katika hivi viumbe inajua namna gani ya kumsalia Mwenyezi Mungu na namna gani ya kumtakasa Mwenyezi Mungu. Wallahu alimun bima yafalun, na Mwenyezi Mungu anajua vizuri vinavyofanya. La Mwenyezi Mungu anaposema katika hii aya tulisoma kabla ya sura Isra, walakin la tafqahuna tasbihahum, ikawa Mwenyezi Mungu mwenyewe kisha challenge na kusema kwamba hamjui namna gani venye kusabihi, namna gani. Uona namna yako kusema na mdomo wako kusema, lakini viumbe madha hujui, usije ukasema radi, na unasema radi inamsabihi Mwenyezi Mungu. Radi na nini inamsabihi Mwenyezi Mungu? Nani kakwambia hiyo? Ndio na Mwenyezi Mungu anakisha la tafqahuna, hamwezi kufaqi, yani hamwezi kufahamu namna gani msabihi. Lakini Mwenyezi Mungu anatupa tu maana kwamba min shay ila yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wakadhalika kullun, katika surati Nur ila katika Isra na Nur, kullun qad alima salata wa tasbiha wallahu alimun bima yafalun. Na tuelezea siku za nyuma kisa cha wakati Sheikh Sharawi alikuwa akielezea masala haya, akasema Sheikh yule kimkaa nini kikohozi hivi, balghamu imemkaa alafu akatazama huku na huku, amekaa karibu na mchanga, yani nyuma msikitini hivi. Basi akatazama akameza, akamwambia vipi Sheikh, mbona hujatema? Akamwambia wallahi kila nikizama mawe na mchanga ninavyomsabihi Mwenyezi Mungu, kwa hivyo nikaona bora nimeze kuliko kuchafua. Katika wanafunzi alikaa kidogo katema huko. Vipi Sheikh, darasa lilokupa sasa hivi haijapanda nini? Akamwambia vinamsabihi hivi. Akamwambia wallahi kila nikitazama mawe yanamsabihi na mchanga yanamsabihi na koo langu namsabihi, yalla watajuana huko kumsabihi kwa msabihi pamoja. msabihi hii joke ya Sheikh Sharawi rahmatullah alayh. Usifikiri kwamba makafiri hawamsujudii Mwenyezi Mungu kwa sababu hataki, kwa sababu hawaamini Mwenyezi Mungu, au wanasujudia vitu ambavyo vinastahili kusujudiwa. Lakini inapokuja tawan au karha lughawiyan, السجود بمعنى الخضوع ونينيكيفو والانقياد، obedience na الخضوع na انقياد na dhul udhalifu bila, kwa sababu
Mambo mengine ukitaka usitaki utanyenyekea. Bimaana sio kusujudu kwa kipaji, lakini kunyenyekea na kujidhalilisha mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe mwenyewe dhalili. Kuna mambo yanakufanya wewe lazima ukubali. Au kama unaweza basi haya uvinjari, basi ukatae kuumwa. Ukatae usilale, sema mimi kulala kabisa. Ukatae kufa. Unaweza ukataa. Kuna mambo mengine lazima hiyo ndio dhul yenyewe al-khudhu. Kwa hivyo unapomsabih si lazima kwamba iwe ni haia ile kusujudu shar'an, lakini iwe kwenye bimaana al-aam kwamba ni kila kitu. Sasa binadamu tunaposoma aya kama hii, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati, aya inasema nini? alam tara anna Allah yasjudu lahu yasjudu lahu أو سيو من في السماوات ومن في الأرض على فكرة والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. بجوات متاجوا kwa ujumla, lakini alipokuja katika binadamu وكثير من الناس si wote. Kwa nini? Kwa sababu kathirun haqq alayhi al-adhab, na wengi imehakikia imewathibitikia adhabu iwafike. Sasa tunapotazama vitu kama hivi, kuna aina ngapi ya vitu ambavyo hivi? Kuna vitu ambavyo visiokuwa na uhai, jamad wanaita inanimate, vitu havina uhai, na vitu vyenye uhai kama miti ina uhai lakini restricted life, kwa sababu ya vitu visiokuwa na uhai na vitu vyenye uhai vya aina kadha. Kuna vyenye uhai visiokuwa na roho, vyenye uhai vyenye roho, sio vyenye soul, na kuja katika nini? Binadamu. Kwa hivyo stage phases za vitu kwa mujibu wa rutba, vyeo, jamadi viko chini. Kwa nini? Kwa sababu vimeumbwa jamad bisifa ama, inanimate, vitu vote, ikiwa mchanga, ikiwa mawe, ikiwa maji, ikiwa upepo, ikiwa jua, ikiwa mwezi, vitu vote visiokuwa na uhai, stage moja wanaita jamad hivi. Vitu hivi vote hivi vimeumbwa kwa ajili ya kuhudumia stage ya pili kwa juu yake, nayo ni nabati, miti. Lakini sio hao tu, na wanyama pia watatumia mchanga, watatumia mawe, watatumia barabara wapite, walale, wapumzike, wa nini, watatumia hewa wanywe, watatumia maji wanywe, sio? Kwa hivyo vijamadi wa kila aina vinamhudumia mti na vinahudumia wanyama, bali na vinahudumia binadamu. Kwa hivyo jamadi iliyo hali ya chini katumwa kwa ajili ya utumishi wake kwa vyote, alhayawan, النبات والحيوان والإنسان, au sivyo? Miti na wanyama alafu binadamu. Stage ya pili inakuja miti. Miti haimhudumii jamadi visiokuwa na uhai, lakini vinahudumia wanyama, na miti inahudumia nini? Na binadamu. Halafu inakuja stage ya juu ya miti, inakuja wanyama. Wanyama haihudumii miti wala vitu visiokuwa na uhai, bali inahudumia binadamu juu yake. Stage ya tatu ndio, lakini pia inahudumia miti, sio mashudu yake hatukatai, lakini kwa ajili hasa leo ni kwa ajili ya binadamu. Taib, hawa kila mmoja anajua kazi yake, hawa kila mmoja anajua nini jukumu lake. Ikiwa jamad isiyokuwa na uhai, ikiwa mti inawapa binadamu na nini, na wanyama na binadamu. Ikiwa wanyama inawanufaisha binadamu. Kila mmoja anajua muhimu wake, kazi aliyopewa na Mwenyezi Mungu. Sababu wewe binadamu umepewa kazi gani? Lazima ujue kwamba umepewa na wewe jukumu muhimu. Mission yako nini? Sasa wewe binadamu, mission yako, ikiwa huna mission wewe, basi wote kwa adna min vitu wote. Na khalaqna insana fi ahsani taqwim. Tumemjalia karamna bani adam. Uwe una na muhimu yote, kazi yote, na lazima ipo, itafute. Na Mwenyezi Mungu katika hadithi Qudsi aliposema, ya ibn Adam, ibn Adam, khalaqtu al-ashya'a min ajlik,
nimeumba vitu vyote kwa ajili yako. Kwa hivyo min ajlika, kwa hivyo na wa khalaqtuka, na nimekuumba wewe min ajli, kwa ajili yangu mie. Fala tashtaghil bima huwa laka an man anta lahu, vitu vilivyoumba kwa ajili yako usivishughulie sana, ukapoteza zamu yako wewe. Umeumba kwa ajili yangu mimi uniabudu. Kwa hivyo ikiwa wewe hujui nini lengo lako, hasibtum annana khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, abadan, lazima ujue. Kwa hivyo lazima ujue, otherwise utakuwa akali kuliko na jamaa vitu sio na. Ikiwa hujui muhima mission yako kuja duniani, basi wewe utakuwa less kuliko hata ni asfala safilin. Nasema hapa inshallah, hadha wallahu alam.